Mungu anipe neema na kunipa mawazo yaliyo sahihi, maana naona kabisa hii vita ni rahisi ila ni ngumu. Yeye anataka kunivuta tena na sikubali kumtafakari kabisa, maana najua nilishawahi kumpenda na nilitumia nguvu kubwa kumtoa moyoni mwangu, na niko na luma sasa na nampenda yeye. Tena anakuja huyu si shetani kabisa. Oh Mungu, ni nini hii? Naomba msaada wako. Yes, hello. Nani unaongea? Unaongea na mume wako hapa. Mume gani? Na mimi bado sijaolewa, hivyo sina mume. Dina, nani aliyekutolea mahali? Jay, please, naomba uondoke kwenye maisha yangu. Nimeshakwambia mimi na wewe ni basi. Na wewe ndio ulioniambia kuwa hutaki kuwa na mimi. Sasa hii ni nini tena Jay? Mbona kama ni mtu wa kuvuruga sana? Ulitaka kuvuruga ndoa ya Jara, ukashindwa. Sasa ninaona unataka kuvuruga na ya kwangu. Hivi wewe ni binadamu kweli? Au kuna namna unatumika na adui? Mimi najua utaongea mambo mengi sana, lakini mimi bado nakupenda sana. Toka ndani ya moyo wangu, naomba usiniache niwe peke yangu kwa namna hii. Wewe ndo faraja ya moyo wangu. Naomba unipokee tena, niwe mume wako wa maisha. Jay, naomba uniache kabisa. Jay, please. Yani nitakoma mpaka kieleweke. Yani nitamng'ang'ania kama kupe. Kamwe siwezi kuwakosa wote. Maana hii aibu sipo tayari kabisa kuibeba kwenye maisha yangu. Lazima nikomae. Nitakomaa tu. Ninakuja mbele zako, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya Dina. Mungu aliye hai, ninaomba ukamwonyeshe njia iliyonyoka katika mapito yake na katika hatua zake kuielekea ndoa yake Bwana. Ninaomba ile nuru yako ikamwangazie Dina kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaenda kinyume na nguvu za giza, roho chafu zitendazo kazi zinazozuia mafanikio yake ya mahusiano. Ninaenda kinyume na roho zitendazo kazi zinazozuia. Enyi roho za kuzuia, enyi roho za vikwazo, ninawaamuru sasa, toeka, achia ndoa hiyo ya Dina na mwenzie. Ng'oka, achia ndoa hiyo katika jina la Yesu. Ninaamuru leo neema izuke kwa jina la Yesu. Bwana, onekana kwa uweza na nguvu Jehova. Onekana mfalme wa amani kwa Dina, onekana kwake katika jina la Yesu. Baba, asante kwa mafuta yako, asante kwa nguvu zako, kwa maana umesema kila aombaye hupokea, atafutaye huona, abishaye hufunguliwa. Mungu aliye hai, asante kwa maana umesema maombi ya mwenye haki yafaa akiomba kwa bidii. Ninaomba Roho Bwana kwa neema na rehema,
kwa ajili ya Dina na mchumba wake. Mungu lianyosha mapito, tengeneza njia iliyonyoka, e Bwana, kama Ezra alivyokulilia akasema, tukafunga katika mto Ahava kutafuta njia iliyonyoka kwa ajili yetu na watoto wetu na mali zetu, nasi tulipofunga tukamwona Bwana. Mungu liye hai, ninaomba ukamsaidie Dina amuone Bwana, akuone wewe kwenye ndoa yake katika jina la Yesu. Anapoelekea ndoa hiyo ikawa ya ushindi, ninafunga vikwazo vyote Baba. Ninaomba hata kwa ajili ya Rose unayemjua kabla ya misingi ya dunia kwako. Mungu liye hai, ninaomba kwa ajili yake. Roho Bwana, ninaomba ukamtetee, ukampiganie Jehova. Hatalia tena, hatahuzunika tena, hataumia tena. Ninafunga. Mungu liye hai, umesema lolote tutakalolifunga duniani utalifunga mbinguni, na lolote tutakalolifungulia duniani utalifungulia mbinguni. Ninafunga machozi kwa Rose, ninayafunga machozi katika jina la Yesu. Rabo kayande la mabos riapo kayande zendele kalokale bozaya, ninayafunga machozi katika jina la Yesu. Hatalia tena. Roho Bwana, hatalia tena machozi kwa mahusiano yake. Atakapoingia kwenye mahusiano mapya, ukampe kicheko, ukampe burudiko, ukampe furaha kwa kwako kwake Bwana. Mungu liye hai, ninaomba rehema na neema, ukampe burudiko na kicheko Rose, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, ninaomba kwa ajili ya Sandra, ukampe neema kukujua wewe, akakujua wewe Mungu wa kweli, akatembea kwenye nguvu zako. Rabagabosaya mandeleke dora babosa riakadora kabosa yante mandoleke bozaya makarabariando, akujue wewe e Bwana. Baba, asante. Ninaomba neema ya wokovu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya Sasha unayemjua kabla ya misingi ya dunia kwako. Ninaomba kwa ajili ya Sasha, akakulie wokovu kukujua wewe e Bwana. Umtetee na kumpigania aingiapo na atokapo, mahali popote atakapoeliendea jina lako na kuliitia jina lako. Ukampe neema e Bwana, mpe kukujua wewe zaidi, mpe kutembea kwenye nguvu zako, mpe kutembea kwenye ushindi wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa neema na rehema, kwa maana unafungua milango na malango. Yes Lord. Inyeshe, inyeshe, fungua malango ya mbingu. Inyeshe, inyeshe. Roho Mtakatifu, asante. Fungua malango ya mbingu. Inyeshe, inyeshe. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unaachilia mvua ya neema. Inyeshe Bwana, mvua ya neema inyeshe Jehova, katika jina la Yesu. Mvua ya neema, mvua ya baraka, mvua ya ushindi inyeshe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Yes Lord, yes Lord. Thank you Jesus. Nataka nisimame mimi na watoto wangu, nisijaishia jehanamu ya moto. Mimi na watoto wangu tusijeangamia. Ila moyo wangu natamani nimalizane na Sasha, ili nikiokoka, nimeokoka, nisiwe na fitna na mtu. Nitaokoka, ila Sasha lazima nimfundishe kutofanya hivyo
kwa watu wengine. Nikisema nimwache tu, ataona kashinda. Hongera sana Jamila, vita imeisha. Sasa umekuwa mshindi. Ushindi huu ushike kama kielelezo kwa ajili ya maisha yako, lakini pia iwe kielelezo na msaada kwa ajili ya watu wengine ambao watakutana na changamoto kama hii uliyokutana nayo wewe. Amina baba, nakushukuru sana kwa malezi yako sahihi ya kiroho. Hata nimeweza kuwa mshindi kabisa. Asante sana baba. Amina. Najua umejifunza kitu, lakini na moja ya kitu ulichojifunza ni kwamba si kila mtu anayekuja kanisani amelibeba kusudi la Mungu. Wapo wengine wamebeba ajenda za adui kabisa, na lengo ni kuvuruga tu. Mmoja hapo ni kama Kelvin. Najua hii inaweza ikawa imekuumiza kwa sababu yamkini ni kama vile uliona yeye ni tegemezi ama tegemeo lako kwake, na ukaona kwamba yeye ndio kila kitu. Hii ilitokea pia kwa Ibrahimu. Aliona kwamba Ishmaeli ndio kila kitu, hakuna mwingine anayeweza kuja. Lakini Mungu akamdhihirishia kwamba Ishmaeli sio mtoto wa ahadi. Yule atabaki kuwa mtoto wa kijakazi. Yupo mtoto mwenye wa ahadi anakuja, ambaye ndio Isaka. Hata wewe Kelvin alikuwa kama Ishmaeli tu, mtoto wa kijakazi. Yupo mwenyewe Isaka anakuja. Anakuja Isaka. Utakapoona unapita katika hali kama ya huzuni, chukua neno hili, jifariji kwa hilo. Isaka wako anakuja. Amina baba. Amen. Nashukuru sana. Yeah. Roho ya usaliti inakuja kwa kasi sana. Nahisi kabisa nahitaji msaada wa kiroho. Toka juzi namkumbuka sana Jei na kusahau yote mabaya alionitendea. Mungu wangu, nipe kushinda katika hili. Sipo tayari kumwacha Luma, kijana bora sana na mtanashati aliyejaa upendo mkubwa. Lakini kwa nini namwaza Jei wakati najua kabisa ni mtu mbaya sana? Na mtu mzuri namwaza kidogo. Hizi ndizo Biblia imesema, roho zidanganyazo na mafundisho ya shetani lazima ni yashinde. Jala, naomba msaada wako. Najua mwenzangu sasa huko kwenye ndoa. Najua umeiva. Najua mengi. Kuwa kwenye ndoa sio kujua mengi, bali tunasaidiwa na Bwana na kwa nguvu ya Roho yake. Huko nisaidie. Hivi unaona nini kwenye maisha yangu? Najua wewe ni muombaji sana. Yaani nasikia kuchanganyikiwa kwa mara nyingine kwenye mahusiano. Kulikoni tena? Nilikuambia juu ya huyu Kinjo anayetaka kunioa. Ila yani naogopa, japo ni mlevi, ila nampenda jinsi anavyoonekana. Sio, unaona kwa mbali ukimwangalia unaona ni mzungu kabisa. Au unaonaje wewe rafiki yangu Jala? Ni mzungu kweli, lakini ni mzungu mlevi. Jala,
Usicheke wewe rafiki yangu. Si unajua wewe zoezi la ndoa umeshalimaliza. Ila sisi sasa ndio tunaweweseka huku nje. Yala, hebu niambie, ni mtu sahihi kweli wa kuambatana naye kuwa mume? Okay, nadhani kikubwa ni maombi katika swala hili. Kwani unaweza ukawa umempenda ila ukimpeleka kwenye mchakato anaweza akakataliwa. Hasa kwenye ofisi ya mchungaji. Akipita tu pale, basi nakuwa imeisha. Na kwa ninavyomuona pale hapenyi. Ila tuendelee kuomba sana. Biblia inasema lolote mtakaloliomba kwa jina langu Baba atawapa. Ila usisahau kumwomba Mungu mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Kwani mbinguni umeandikiwa nani? Mungu amlete huyo aliyemwandika huko kwake mbinguni. Maana lile jaribu la Jay kidogo linirudishe huko mbinguni tena. Jay alikuwa na maneno kama asali. Nikajua nimemaliza kazi. Alivyokuja kwanza, alinipiga kikumbo pale kanisani. Nikatamani ardhi kama ipasuke niingie. Yaani namshukuru Mungu. Nilizimia. Sijui kama nisingezimia, sijui ningetokea mlango gani. Hello? Hello, Luma, niambie. Dina. Uko sawa kweli? Niko sawa. Kwani kuna nini? Hapana, sijakuzoea hivyo. Ongea, nakusikiliza. Okay, sawa. Dina, nilikuwa naomba kesho tuonane. Kesho asubuhi. Kama asubuhi kosa nafasi, basi jitahidi mchana tuonane. Ni muhimu sana. Kwa kesho sidhani. Labda kesho kutwa au wiki ijayo. Dina, uko sawa kweli? Mbona sijakuzoea hivi? Yaani wewe wa kuniambia tuonane kesho kutwa. Manake sijakuzoea hivi. Wewe ndio wa kwanza kutaka tuonane mara kwa mara. Sasa imekuwaje leo unaniambia tuonane kesho kutwa? Alafu kumbuka hatujaonana. Toka juzi hatujaonana. Alafu unaniambia tuonane kesho kutwa, maana ni wiki ijayo. Dina, sidhani kama uko sawa. Hello? Dina? Hello? Naomba ushauri wako. Najua wewe umekomaa sana kiroho. Sitaki kuumia tena, japokuwa ninampenda sana. Nakushauri tena kwa upendo kabisa, bila hisia zozote. Usiende kwa pupa. Na kujua wewe Rose ni mtu wa kupenda sana na haufichi upendo wako. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na
tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.